Kuna vita kubwa maneno ambayo inaendelea kwenye mitandao ya kijamii baina ya Mwijaku na Dudubaya. Wanatupiana maneno kweli kweli, maneno sio madogo, maneno makubwa sana, na hii yote imetokana na kile ambacho kililetwa kwenye mitandao ya kijamii na mke wa Mkubwa Fella, namzungumzia Sweet Fella, baada ya kuandika mengi kuhusiana na wasanii kumtupa Mkubwa Fella. Ukiangalia Mkubwa Fella ni mmoja kati ya watu waliwashika mpaka wakasimama wasanii hao, lakini pia kuna moja kati ya mahojiano ambayo aliyafanya akasema kwamba Diamond Platnumz alimpeleka Mkubwa Fella India akamrudisha, lakini kuna namna kama amekaa kimya, akawa anamtaja kwamba Mbosso amekuwa mstari wa mbele sana kuisaidia familia hiyo kwa jambo lolote, akipiga simu kuna msaada ambao anaufanya, lakini pia alimtaja Chege ni mmoja kati ya wale ambao walifika. Lakini kwa namna moja ama nyingine Sweet Fella alikuwa anazungumza watu namna ambavyo wamemtenga Mkubwa Fella, kitendo ambacho kilimfanya Mwijaku akaja kazungumza kwenye mitandao ya kijamii na kusema kwamba inabidi Side Fella asaidiwe, ana legacy kubwa kwenye muziki wetu na vitu kama hivyo. Sasa kuna interview ambayo alifanya Dudubaya akawa anazungumza kwa namna mbaya kwa upande wa Mkubwa Fella, akisema kwamba ukimwangalia mtu kama Aslay anaweza kweli kwenda kwa Mkubwa Fella kwa namna ambavyo Fella amefanya juu yake, kwa kile ambacho anakizungumza Dudubaya, akisema kwamba walimuua Aslay kimuziki. Lakini pia akajitolea mfano akasema, mimi hata nikisikia labda Mungu amemchukua Side Fella, mimi siwezi kwenda kumzika na vitu vingi sana. Alizungumza kwa namna ambayo ni tofauti sana, kwa namna ambayo niseme si nzuri ambavyo alizungumza Dudubaya. Tunamfahamu Dudubaya namna ambavyo amenyoosha maneno yake, hata kama yana ukali kiasi gani huwa anazungumza. Sasa kitendo kile kilimfanya Mwijaku kuona sio sahihi na kuja kumkanya Dudubaya kwenye mitandao ya kijamii na kumwambia, huwezi kuzungumza maneno kama hayo wakati mwenzako yuko anapambania uhai wake kitandani. Akasema kuna mswamaha, inabidi usamehe, kuna baadhi ya vitu si vya kuvizungumza. Mwijaku alizungumza kwa kumkanya Dudubaya na kumwambia anachokifanya sio kitu kizuri, kitendo ambacho pia kilimfanya Dudubaya aone, bana wewe unakuja kunizungumziaje hivyo? Mimi nilitakiwa nijibiwe na watu wa muda mrefu sana kwenye game. Akawa anazungumzia kina Bon Love ndo ambao wanaweza kumjibu, kina Salama Jabir ambao walikuwa East Africa, na wale ambao walikuwa enzi hizo ambao walifanya muziki ama walifanya kazi na Side Fella. Dudubaya akawa amezungumza maneno yake hapo na kusema kwamba Mwijaku kuna tabia ambayo alitaja na kusema kwamba watu ambao wamesoma naye SUA wanafahamu vizuri. Anasema yeye alisoma Morogoro miaka 8. Kwa hiyo kwa kitendo hicho kimemuibua Mwijaku, na Mwijaku ameamua kujibu na kumwambia, wewe unijui, mimi nimesoma Mzumbe pamoja na University of Dar es Salaam UDSM. Lakini pia amezungumza maneno pale na kusema kwamba Dudubaya hamwezi yeye kiuchawi, hamwezi kingumi, hamwezi kivyo vyote. Msikilize hapa Mwijaku jibu ambalo amelitoa kwa Dudubaya baada ya Dudubaya kuzungumza hayo ambayo ameyazungumza kupitia interview ambayo inawezekana pia wewe umeiona kwenye mitandao ya kijamii. Jambo limekuwa ni kubwa kweli kweli namna ambavyo anazungumza Mwijaku. Mwijaku anajibu hapa, anamwambia Dudubaya yeye ana nyumba yake. Dudubaya alisema ana nyumba 2, hana nyumba ambayo anakuja kugawana na mke wake labda na nini. Anasema ana nyumba 2 za kwake. Kwa hiyo sasa Mwijaku anamwambia ahojiwe kwenye nyumba yake kwamba Dudubaya hana makazi na vitu vingi ambavyo amevizungumza. Msikilize hapa Mwijaku. Mimi ni Sadi TZ na hii ni Simulizi na Sauti. Swala la my brother Mkubwa Fella limeshafika kwa Mheshimiwa Naibu Waziri, na Naibu Waziri amesema tunalifanyia kazi, serikali inalifanyia kazi. Kwa hiyo sasa wewe Dudubaya, acha kuongea nonsense. Mtu akiwa kwenye changamoto acha kuongea nonsense. Usitumie changamoto ya Mkubwa Fella kama kiki ya kurudi mjini. Usitumie kama kiki ya kurudi mjini. Kuna content nyingi, endelea na content zako zile za kutukana watu, endelea na content zako zile za kujitoa ufahamu, mshapata ili uende nazo. Swala la kwanza kutumia kiki ya Mkubwa Fella ikurudishe mjini, ushapotea wewe, wakati wako ushavika, ushapita kabisa. La pili, alafu wewe unijui, mimi sijasoma SUA. My brother, jinsi gani unaonekana unijui? Sijasoma SUA, ndio maana huwezi kuona comment ya mtu wa SUA aseme ananijua, kwa sababu hakuna mtu wa SUA ambaye anifahamu mimi. Sikusoma SUA, mimi nimesoma Mzumbe University na University of Dar es Salaam. Hivyo ndio vyo nilivyovisoma. Sikusoma SUA. Hiyo nimekucorrect. La pili, don't test me, don't try me. Nenda Morogoro, nenda Kigoma. Nenda Kigoma kaulize Mwijaku ni nani au Mwemba ni nani. Nenda Morogoro mtaa wa Uhuru kaulize Mwemba ni nani, watakupa taarifa zangu. Au tafuta wadada ambao historia unayo, waulize Mwemba ni mtu gani. Nisitumie nguvu sana. Alafu usijisifie wewe una nyumba. Wewe una nyumba? Nyumba utawapi kila siku unaojua ukiwa kwenye mabaa, mtaani, barabarani, una nyumba. Wewe huna pa kukaa, unastiriwa. Na usitake tuzungumze mambo yako ulikuwa unafanya wakati unaimba muziki. Ulikuwa unakuja THT, unabembeleza lugha kulipia kodi. Au fikiri hatuyajui mambo yako? Ulikuwa unashinda THT asubuhi mpaka jioni mradi lugha kulipia kodi.
Unaomba japo upate nauli kutoka THT kurudi unapoishi. Leo unasahau. Eti unajifanya mimi na nyumba mbili. Nyumba uzito wapi? Nyumba sio kwa hapa useme kila mtu anazo. Mimi hapa naongea nikiwa kwangu, ndani ya nyumba yangu kwa pesa yangu. Hakuna mtu wote anaweza kanitoa hapa kwenye hii nyumba. Nipo kwenye, labda Mungu ndo aseme Mwijaku unakuua utakufa. Nipo hapa kwa nyumbani kwangu. Nenda kufanya interview au record ukiwa nyumbani kwako. Zungumza ukiwa nyumbani kwako. Wewe una nyumba? Unastiriwa tu. Ushazoea kuwapiga mkwala watu wapumbavu. Mimi sio mpumbavu. Mimi uniwezi kiuchawi, uniwezi kimfedha, uniwezi kimali, uwezi hata hivi 1 to 1 tukae uniwezi 1 to 1. Yaani mkono mmoja hapo kwa mkono mmoja uniwezi. Nakwambia don't try me. Narudia tena. Don't try me. Mimi sio wapumbavu wenzio uliowazoea kwa wewe kiki yako kubwa tu kusema huyu shoga. Shoga, teleza uone utanjua mimi wa hali gani. Yaani jifanya kama unateleza uje mimi shoga sio shoga. Teleza uone. Angalia watu kwa wanavyopigana. Jiulize kwa nini? Singo mtambalike.